ya wanafunzi wake ya kwamba yeye kama Alpha na Omega katika neno lake amekabidhiwa nguvu na uwezo wote na Baba yake. Na kwa sababu alikuwa akiondoka, hakuenda na mamlaka, aliyapasha mikononi mwa wanafunzi wake. Tukipata mtu mikutano ishe kule nje itakuwa ni sawa. Elda Matimu, si mikutano ishe kule nje. Hata kama ni Ashas, tafadhali si wanaweza kulida rago wakiwa karibu, sababu shetani angelitamani wasisikie hii. Bwana tukuzwe. Hata kama ni walida rago, walide kama tunasikizana. Tulide kama tuko karibu, tulide kama tuko karibu, kwa sababu Roho Mtakatifu angelitamani kuzungumza na wewe. Unajua kuna kitu Roho Mtakatifu alimaliza kuzungumza na hawa wapendwa. Akawaambia, na nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Hiyo ndio nataka nizungumze nao, kwa sababu kuna ufunuo Bwana alinipatia. Mtumishi Kennedy, hakuna pepo, hakuna ufalme utatuondosha katika ufalme huu kabla ya wakati wetu kufika. Sisi ni kazi ya mikono yake Baba yetu. Biblia inasema ya kwamba na nitakuwa pamoja nanyi. Unajua kuna kitu Roho Mtakatifu ameweka moyoni mwangu, na nikajua mimi kuna vita hata zitokee, mimi sitashindwa, kwa sababu aliyeniita ni mwaminifu. Na Biblia inasema ya kwamba nitakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Kwa hivyo ni mimi nitajiondoa niingie katika kushindwa, but as long as niko na yeye, vita nitashinda. Na nimesimama mbele zetu nikukumbushe, ingawaje katika ufalme wa giza kuna andaliwa vita usiku na mchana, wewe si wa kushindwa, mradi tu ukatika kazi ya Bwana. Nitamaliza na hiyo. Wacha tushughulikie hii. Biblia inasema ya kwamba nimepewa nguvu, uwezo na mamlaka ni katika mikono yangu, na kwa sababu ninaondolewa, ninaiacha mikononi mwenu. Siku ya leo mpendwa, nataka nidhibitishe kwako, nataka nikukumbushe ya kwamba unapofanya kazi ya injili, dada yetu amezungumza nikana kwamba amekuwa katika hiyo witnessing miaka yote. Unajua brethren, hakuna kitu kinaridhisha moyo wa Mungu na wa mwanadamu kama wakati umechukua hatua ya kutoka nje. Na nikajua ya kwamba wakati wote nitakapojihusisha na kazi ya kuvua mioyo, kuna vita vyangu vinapiganwa. Pata hiyo ono ya kwamba wakati wowote utakapojihusisha na kazi ya kuvua mioyo, kazi ya kuleta watu kwa Yesu, kazi ya kuwatoa watu katika ulimwengu wa giza na kuwaingiza katika ufalme, wewe kuna vita si lazima upigane. Itapiganwa ukiwa kwa kitanda. Na ninatabiria maisha yangu, nataka kuwa na utulivu katika maisha yangu. Mimi nijihusishe na kazi ya kufua mioyo. Mungu ashughulikie afya yangu, Mungu ashughulikie jamii yangu, Mungu alishughulikie kanisa kwa sababu ni lake. Najua wachungaji wakati mwingine tunagagaa kwa vitanda vyetu tukijiuliza kitatokeaje. Siri ya kupumzika ni kuhusika katika kazi ya injili. Na nimeamua mimi nataka nihusike na kazi ya kuvua mioyo. Nikienda kwa kitanda, aliyeniita aishughulikie. Mimi ni mwanaume ama ni baba, na siku moja miaka 28 nilijichagulia kuoa. Sikusurutishwa na mtu. Nikasikia kuna mambo ndani yangu
inahitaji niwe na mke. Na nikaenda kwa baba yangu nikamwambia dry wataigenda kugia na mundu. Yani ninajisikia nimeomba na ningelitamani nipate mtu. Huyo bibi ni huyo mke ukienda Tanzania useme bibi. Si unakumbuka na siku moja nilisimama mbele yao nikasema bibi yangu. Tulipomaliza mchungaji akaniambia bibi hapa ni nyanya. Kwa hivyo sasa nimemakinika sana nikienda kwao. Unaona huyo mke niliye naye siwezi kumruhusu mwanaume mwingine amchezee. Nitaripu, yani vita uchungu utaniwaka. Na vivyo ndivyo ilivyo na Mungu na kanisa. Kanisa kama hili, Mungu anaweza kuua mtu. Mungu anaweza kufirisisha, kama kuna neno kama hiyo. Anaweza kumtoa mtu juu, amweke chini, kanisa lake lisimame. Roho Mtakatifu akiniambia, nataka uingie katika mapumziko. Wewe fanya kazi yangu. Ukifanya kazi yangu, wewe nilioko meteo, yani wakati utakapokuwa umelala, na mimi nitapigana vita vyako vyote. Biblia inasema ya kwamba Yesu akazungumza na wanafunzi wake. Akawaambia, akawaita faragani. Akawaambia, nimepewa nguvu na mamlaka mbinguni na hapa ulimwenguni. Na kwa sababu ninaondoka, ninawatuma katika kazi. Kwa hivyo nguvu zote Yesu alimokuwa nazo ziliwekwa mikononi mwa waaminio, to the believers. Kwa hivyo siku ya leo unapojihusisha kwa kazi ya huduma, unapojishughulisha na kazi ya kuvua mioyo, hauenendi peke yako, unaenenda na nguvu zake Roho Mtakatifu. The Greek word, nilikuwa nikitazama katika Biblia, hapa Kiingereza kinasema ya kwamba all power. That word all power, the Greek word for all power ni kana kwamba ni jina lingine authority, uwezo wote. Kwa hivyo mimi na wewe tumekabidhiwa nguvu na uwezo wote hapa duniani na kule juu mbinguni. Na ndio Biblia inasema ya kwamba kile mtafunga hapa duniani, hata mbinguni kitakuwa kimefanywa nini? Kimefungwa. Na kile mtafungua, hata mbingu itakifungua. Nataka uone ule uwezo uko naye. Nataka ujihisi, nataka nidhihirishe, nataka nikuoneshe ya kwamba wewe si mtu duni. Vile watu wanaweza kuona kana kwamba wewe ni duni, wewe si duni. Natamani nisome John chapter number 3 and verses number 35. Give us John 3 verses number 35. Nipatie Yohana 3:35. Tunasema ya kwamba maneno haya Yesu aliyazungumza hayakuwa maneno tu yapotee, lakini ni agizo. Biblia inasema ya kwamba Baba ampenda mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Weka Kiingereza, weka Kiingereza. Biblia inasema ya kwamba the Father loves the Son, and he has placed everything in his hands. Mungu amempenda mwana na ameweza kuweka kila kitu, including power and authority. Na kwa sababu yeye hayuko sasa, ameweza kuiachia mikononi mwako na mikononi mwangu. Biblia inasema ya kwamba Baba amempenda mwana,
ameweka mikononi mwake chochote alicho nacho baba yetu. Hiyo inanieleza ya kwamba nilipoungamanishwa na Mungu, nilipoungamanishwa na mwana kupitia Mungu, nilipopatanishwa na Yesu kupitia wokovu, nikaoshwa dhambi zangu, nimefanyika mwana katika ufalme. Na Yohana 3:16 Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili yule atakaye muamini afanywe nini? Afanyike mwana, apewe na ufalme. Kwa hivyo mimi na wewe tumefanyika wana katika ufalme. Ninene maneno machache kwa sababu muda si pamoja nasi. All authority in heaven and on the earth has been given to me. Pata hili, nguvu zote na uwezo wote nimekabidhiwa mimi, ambao nimefanyika mwana katika ufalme. Niseme ya kwamba Jesus begin with a declaration, not a suggestion. Hapa hatuoni, tunasema ya kwamba Jesus begins with a declaration. Alitangaza kwa mlio wa baragumu, alitangaza kwa sauti kubwa ya kwamba mimi nimepewa nguvu na uwezo, na hiyo uwezo nimeweka mikononi mwetu. Yes, si kusuggest. Kusuggest ni kusema nini? Si kupendekeza. Thank you. Yeye si pendekezo alileta, alitangaza hadharani, akasema ya kwamba nguvu na uwezo ni katika mikono yangu, na nimewapatia ninyi, endeni mfanye ile kazi mimi ningeilitekeleza. Kwa hivyo tunaona hapa Yesu alianza na kudeclare, ni kana kwamba alichukua baragumu, a trumpet, akatangaza hadharani, akasema ya kwamba, akadhihirisha kwetu kuhusu nguvu na uweza katika maisha yetu. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu nguvu mikononi mwa kila mmoja wetu, katika maisha ya kila mmoja wetu, kunazo nguvu ambazo si za kawaida umekabidhiwa. Biblia inasema ya kwamba mtaweka mikono kwa wagonjwa nao watapokea uponyaji. Mtainua nyoka kwa mikono yenu na haitawadhuru. Mtakunywa sumu na haitawadhuru. Nimesimama kwako niseme ya kwamba sisi ambao tumefanyika wana katika ufalme, kunazo nguvu tumepewa maishani mwetu. Na ninataka niseme kwako, ni wewe. Na siku moja nikasimama hapa nikasema, ninaweza kuwa na simu ya maelfu ya pesa, lakini nimeiweka kwa drawer yangu. Ikiwa sitaiactivate, haitakuwa ya maana maishani mwangu. Na wewe, information haitoshi. Asubuhi ya leo tuko na information ya kwamba all power and authority has been delegated to us, has been given to us. Hiyo haitoshi. Inabidi sasa tuchukue hatua ya pili, kuifanyisha kazi hiyo neema na kibali na uwezo
katika maisha yetu. Dada yetu, ulipotoka nje jana, umekuja kwa shangwe, umekuja na furaha nyingi. Kwa nini alikuja na furaha nyingi? Ni kwa sababu alipotoka nje akarizungumza neno lake Bwana Mungu, likaanza kuleta mazao. Kama hangelitoka kwa nyumba, hao waliowahubiria hawangeliokoka. Ana furaha asubuhi ya leo kwa sababu alichukua jukumu la kumshirikisha Kristo kwa mtu mwingine kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, naye Roho Mtakatifu akatenda kazi yake. Natamani niseme ya kwamba tuna nguvu, lakini hizo nguvu zitakaa kama zimelala, zitakaa kama hazifanyi kazi mpaka ile siku utaamua wewe mwenyewe, nitatoka kule nje nisungumze na mtu. Jana jioni nilitoka hapa, kuna rafiki yangu ako na mkutano wa hadhara hapa karibu na Maroroi. Nilipoenda mkutano huu wa hadhara, yule mchungaji aliyenena alikuwa street boy. Alijenga nyumba ya makaratasi pale karibu na City Park, na miaka 3 akawa kilala pale chini. Siku moja akiwa katika kuokota makaratasi na chupa ambazo watu wametumia kunywa maji, akasikia ujumbe wa Yesu, akabadilika. Alipobadilika, siku ya leo yeye ni aposto mzima. Amefuruga Kenya, amefuruga nchi jirani. Nataka nisungumze, niseme na wewe, ni mpaka uchukue hatua ndio ile nguvu iko ndani yako isimame ama ionekane, na Bwana akuingize katika baraka zake. Wapendwa, tuna nguvu. Brethren, tuko na nguvu. Tuko na nguvu za kubadilisha maisha yetu, kubadilisha maisha ya jamii zetu, kubadilisha wale ambao tunaishi na wao. Kwa hivyo ni kazi yako, usiketi chini. Huyu mchungaji aliposimama, mtumishi Kennedy, kuhubiri watu kama 100. Sijahudhuria mikutano ya hadhara majuzi, nikaona vile watu waliokoka kwa fujo, wakubwa wadogo, watu kama 100 wakayapeana maisha yao kwa Yesu. Nataka nisungumze na niseme ya kwamba sisi tumepewa nguvu. Ni sisi tujielewe na tujue ya kwamba nguvu za kubadilisha na kuleta uhai katika maisha, tukianza na yetu na maisha ya hao watu wengine, ni katika mikono ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo unapoketi chini, ujue unazo nguvu, una uwezo mwingi, unajua and especially kama vile mtumishi umetuongoza kuomba. Taifa letu la Kenya, kama kuna wakati linatuhitaji young people, kama kuna wakati tunamuhitaji Mungu aweze kuturehemu kama sisi wana vijana na kanisa lote kwa jumla, ni wakati tulio nao. Na ninataka nikuambie ya kwamba ni wakati wetu tuelewe tuna nguvu ya kubadilisha. Hicho kimepangwa na muovu Shetani. Kwa sababu kila mimi ninapoketi chini naona Shetani yu katika kazi. Anataka kuiba destinies. Watu wangekuwa madaktari, watu wangekuwa mashuhuri katika kazi ya huduma, destiny zao zingolewe na muovu Shetani. Huu ni wakati wa kumwambia Shetani, imetosha, imetosha. Na tuliombee taifa letu. Biblia inasema ya kwamba tuombe kwa sababu ya serikali. Serikali si ya kupigwa, ni ya kuombewa. Biblia inasema ya kwamba tuombe kwa sababu ya serikali.
tuibariki serikali yetu, tuinenee baraka na ushindi wake Baba yetu. Tukishafanya hayo, tumwachie Mungu aweze kufanya na mengine. Kwa hivyo ni kazi yetu kuiombea serikali. Natamani nimalize na maneno yafuatayo. Yesu akazungumza na wanafunzi wake, akawaambia ya kwamba mitume wake, akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye wote wa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Hapa kuna mambo matatu tunaweza kuona. Jambo la kwanza, alisema kwa lugha ya Kimombo, go ye, enendeni. Kwa hivyo hatua ya kwanza, baada ya kujielewa mimi niko na nguvu, nimejazwa na neema ni pamoja nami, litakalofuata si mimi kukaa, ni mimi niweze kutoka. Na tumekubaliana na hiyo timu imekuwa hapa. Kuna kampeni yetu ndio imeanza. Tunataka kufuruga ulimwengu wa giza maeneo haya na nuru ya Yesu ipate kusimama. Na ninataka nikuambie, hii mimi na mchungaji Kennedy hatutaweza peke yetu, hatutaweza. Tunakuhitaji wewe, tunahitaji kina mama, tunahitaji kina baba. Biblia inasema ya kwamba enendeni kote ulimwenguni. Kwa hivyo jambo la pili nataka tukubaliane, ni wakati wa kuondoka. Ni wakati wa kufanya nini? Wa kuondoka. Na ningelitamani niseme ya kwamba unaweza kuwa hutaonekana siku ya Saturday. Inawezekana siku ya Jumamosi hautaonekana, lakini mahali popote ulipo, peleka neno la Bwana. Si hata kuna wimbo wa Kiswahili, mahali popote tuendapo tupeleke hiyo injili. Hivyo tunataka kuneneana na kukumbushana. Ingawaje tunatamatisha siku zetu 30 siku ya kesho, tunajihisi ni kana kwamba ndio tumeanza. Na japo tunataka tukumbushane ni ya kwamba una nguvu, niko na nguvu. Uwezo wote umepeanwa mikononi mwetu. Ukishatambua uwepo, nguvu zote ni mikononi mwako. La pili, Mungu anakunenea, toka katika maeneo ya kwako. Unajua nilikuwa nikitafakari Biblia haisemi ya kwamba kaa. Haijasema kaa. Inasema go ye, ama enendeni. Mtu amnaye Biblia inapozungumza kuhusu tuondoke ama go, ni mimi nianze kuchukua hatua, kuwe na motion maishani mwangu, nianze kutembea, nianze kusonga. Katika familia yangu nianze kusonga, katika biasharani mwangu nianze kusonga, katika maeneo unamoyaishi nianze kusonga, na nisungumze kuhusu ijiri ama neema ya Kristo iliyonifikia maishani mwangu. Kwa hivyo Biblia inapozungumza kuhusu, tunaona ya kwamba jambo la kwanza, Mungu anadhibitisha kwetu, anatukumbusha, anatupatia hakikisho kuhusu nguvu na uteua maishani mwa kila mmoja wetu. La pili, anataka utoke. Point 2 ninaita Christ Commission. Utume wa Kristo. Commission. We are being commissioned. Tunatumwa. Kuna utumwa wa Yesu. Ametutuma asubuhi ya leo. Na ndio Biblia inasema ya kwamba go therefore. Unapochukua hatua, na nimesema ya kwamba Mungu hajasema tuketi, Mungu hajasema tulale. Neno
linathibitisha kwetu ya kwamba kile Mungu anataka kuona kwetu ni miguu inaotembea, si miguu iliyoketi ama iliyosimama. Mungu anataka tuone katika kazi. Ukiwa wewe ni muhasibu, ikiwa wewe ni accountant, ikiwa wewe ni daktari, ikiwa wewe ni askari na unanisikia siku ya leo, katika hiyo kazi yako unaitekeleza, Mungu anatamani kuona mtu anayetembea. Kama wewe ni mpishi, kama ndugu yangu ninayeona pale, katika upishi wako litembeze neno lake Bwana Mungu. Ukifanya hiyo kazi unayoifanya, ukiwa Gikomba, ukiwa Kamukunji, ukiwa mahali popote unapotembea, litembeze neno lake Bwana Mungu. Wacha neno lake Bwana Mungu litembee. Ukiingia kwa matatu, litembeze neno lake Bwana Mungu. Ukiwa kwa duka yako, litembeze neno lake Bwana Mungu. Ukiwa kule kwa soko ama mahali popote, litembeze neno lake Bwana Mungu. Na utakapofanya hayo, kuna vita vyako Mungu anazipigana. Bwana tukuzwe. Anasema go ye therefore, enendeni mkafanye nini? Biblia inasema ya kwamba muwafanye watu wote wa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Bwana tukuzwe. Injili ambao tumeitiwa si ya familia yako peke yako. Injili ambao imetuokoa. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Tusimame nimalize. Wacha tusimame nimalize. Simama najua tuliamka kukiwa na baridi nyingi. Abia rafiki yako tusimame, tujinyoshe kidogo. Wacha tujinyoshe kidogo. Keti chini nimalize. Biblia inasema ya kwamba go ye therefore. Biblia inasema ya kwamba enendeni. Mtakapochukua hatua ya kuenenda, hamuenendi peke yenu, ninaenenda pamoja nanyi. Na Biblia inasema ya kwamba katika hii tunaita go ye. Ninasema ya kwamba the command here is not just to go, but to make disciples for Christ. Tunapozungumza go ye, si kuenda tu. Unajua the late president Mwai Kibaki, the honorable Mwai Kibaki, alisema ya kwamba watu wasikae maisha ya kulegalega. Na geshira kio ni Gikuyu, kulegalega. Hiyo ni kama ilikuwa ni Kikuyu. Yani tusikae maisha tu ya kutembea. Mtu anaweza kushikwa na spirit ya kukimbia ama kutembea, lakini tunazungumza na kusema si kutembea tu peke yake, ni utembee na make disciples for Christ. Na unajua nilikuwa karibu nianguke kwa majaribu, lakini sitaanguka. Niulize, tangu tuanze the 30 days, have you umeketi chini na mtu, umezungumza na mtu? Unajua wakati mwingi sisi wa Kristo ama sisi wa Kristo, jambo linapotajwa, wakati mwingine tunakuwa na mashaka mengi. Hili jambo litatendeka, hili jambo litazama zao. Eva ametunenea ya kwamba so far tumepata mioyo mingapi? 51. Mioyo 51 imerudi kwa Yesu. Kwa hivyo hata wale ambao labda walikuwa na mashaka,
Sasa tunataka kuwaambia waachane na mashaka. Tupige mbiu pamoja tupate kubarikiwa. Kile tunafahamu ni ya kwamba raundi hii mama kanisa tunaweza kuwa hakuna mambo mengi tutaona, lakini tunajua wakati utafika. Wakati unafika tuone kile Bwana anakitekeleza maishani mwetu. Biblia inasema ya kwamba the command here is not just to go but to make disciples for Christ. Agizo hapa si nipige mguu peke yake, si nitembee aimlessly bila kuwa na shabaha. Shabaha rangu ni kutengeneza wanafunzi ama ni kuleta wanafunzi ni kwa sababu ya Yesu. Tungelikuwa na wakati tungeliongea mambo ya to teach them. Kwa sababu sasa kile tunakifuata mimi na the pastoral team na timu ambao umeiona hapa, tulileta watu kwa Yesu. Baada ya kuwaleta kwa Yesu, Biblia inatupatia agizo to teach them, tuwafundishe, tuwafanye kuwa wanafunzi, tulisidirie neno la Bwana katika maisha yao, ndio wanapoendelea tuone watu wamebarikiwa. Si uniruhusu nimalize na hii. Biblia inasema ya kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, na wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Si nimalize na hii. Nataka niseme kwako nikiketi chini, ikiwa Bwana atavipigana vita vyako, ikiwa uwepo wake Roho Mtakatifu utakuwa dhahiri maishani mwako, utajazwa kukaa, utajazwa katika kazi. Bwana tukuzwe. Commandment ama agizo ni kwamba tokeni na muwafikie watu, muwafundishe, muwabatize, muwafanye wanafunzi wangu. Na mtakapokuwa mkifanya hayo, na mimi nitakuwa pamoja nanyi. Nataka tuulizane ama nataka niweke kwako, kama hauhusiki na kazi ya kutoka kuwahubiria watu, kuwafuata, kuwaleta kanisani wabatizwe, kuna uwezekano Mungu hatakuwa present katika maisha yako. Unajua ni vizuri kuliangalia vile neno linasema. Amemalizia mwisho na kusema, mkifuata maagizo haya na yakatajwa, na mimi mwisho nitadhibitisha, I'll make sure my presence will be together with you. Kwa hivyo hapa kuna condition. Ili presence ya Mungu iwe pamoja nami mtumishi Kennedy, kuna kazi nitafanya. Kazi ya kwanza ni kutoka. Mimi nitoke. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Nitakapotoka niwahubirie wa ulimwengu kuhusu injili na neema ya Yesu katika maisha yao. Watakapookoka niwafundishe, niwalete katika chini ya mafundisho. Watakapokoma waingizwe katika ubatizo na wafundishwe neno lake Bwana Mungu. Naye pale mwisho anasema, na uwepo wangu utakuwepo pamoja nanyi.
Nataka nimalize niseme ya kwamba, brethren, kuna baraka nyingi sana tunajinyima wakati tumepuuza kazi ya kuhubiri. Kuna mtu aliniambia kazi ya kuhubiri ni kwa wale ambao hawana kazi. Nataka nikukosoe niseme ya kwamba Yesu alitoa agizo na hatuhubiri kwa sababu hatuna kazi. Unajua ni vizuri tuhakikishie hiyo. Hiyo timu umeiona hapa na wengine ambao hawakuonekana na walikuwa na moyo wa kutoka, hawakufanya hivyo ni kwa sababu hawana kazi, ni kujitoa. Tulijitoa. Na ninataka niseme ya kwamba nataka tuzalishwe wote, nataka tunyweshwe, naomba tushirikishwe na roho ya kuleta watu. By the way, si lazima ukuje Saturday ndio ukuwe mvuvi wa watu. Vua watu katika mahali mnapofanya kazi. Dickson, ukiwa pale KU, vua mioyo. Ukiwa katika biashara yako, vua mioyo. Ukiwa katika steering, ukiwabeba wateja mnaokana wao, vua mioyo yao. Na utakapofanya hayo, be assured the presence of the Lord itakuwa pamoja na wewe. Na unajua presence ya Mungu ndio inamfanya mtu wa Mungu kuwa tofauti na watu wengine. Nirudie, presence ya Mungu ndio inakufanya kuwa tofauti na wale wa Kristo wengine. Ninawatakia presence ya Baba yetu tunapoendelea kumtumikia katika maisha yetu. Tunatamani kuwakaribisha katika tamatisho, katika kumaliza maombi yetu siku ya kesho. Ninawaomba wote kesho saa 1 ya jioni fika hapa kanisani. Tutakuwa na kipindi cha kumshukuru Bwana. Tutakuwa na kipindi cha kuwa commissioned kwa kazi yake Roho Mtakatifu, ili tunapotoka tuwe na nafasi ya kubarikiwa. Nikimaliza niseme ya kwamba Yesu aliwapa agizo, enendeni kote ulimwenguni, muwafanye wote wa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Utakaposhiriki, utakapojihusisha katika hiyo kazi ya Great Commission ama utume mkuu, be assured ya kwamba presence ya Mungu lazima itakutetea. Wengine wetu zile vita tunatetewa zikifunuliwa kwetu. Nilienda Nairobi jana, mtumishi Kennedy, na asubuhi nilipotoka kwa nyumba nikasikia himizo. Na nikamwambia mke wangu, isipokuwa ni vile nina haja ya kwenda Nairobi, moyo wangu unasononeka. Nikikumbuka, unajua, sijui kama unajua, wakati wowote kumekuwa na msiba, mkitoka kwa huo msiba, many times shetani who take advantage. Unasikia watu walipata accident wakitoka kwa mazishi, na rohoni mwangu nikasikia yani kuna struggle, kuna vita. Na nikamwambia mke wangu, isipokuwa ni vile ni lazima niende Nairobi, ninajisikia ni kama nisiendi. Nikikumbuka yale yalifanyika jana, na hizo street ndio ninaenda kuzitembelea, shetani can take advantage. Na ninataka niseme ya kwamba ni wakati wetu wa kujiombea. Na brethren, usi wakati wa kulegea katika wokovu. Huu ni wakati ambapo tunafaa tumaanishe. By the way, ni watu wangapi waliyapoteza maisha yao innocently?
Mtu alikuwa anatoka kazi, mwingine alikuwa katika mlango, yeye ni bawabu, lakini shida ilimpata. Wewe kuwa hai siku ya leo, wewe kuwa mabaki katika ufalme, katika ushirika wetu, ni kwa sababu kuna kazi haujamaliza. Na tunataka kukubaliana kutoka sasa, brethren, maisha yako ni kama vile Iba Githaiga alisema, hiyo pumzi kiondoka, unarudi tu kuwa matope. Sisi ni matope. Bila Yesu, bila tumaini la uzima, sisi ni bure. Na kwa hivyo ni ya maana tunapoendelea, ishi maisha kama hautayaishi tena. Kumtumikia Bwana, usisurutishwe na mtu. Simama wima na umtetee Yesu. Kwa uhitaji wako, hautahitaji kamati ikutetee. Kamati ya mbinguni ndio itakao kutetea. Na ninamuomba Mungu sana niwe katikati ya wale wachache mbinguni inaweza kuwatetea. Brethren, kutetewa kwetu si kwa sababu ya jambo lingine. Simama wima katika wokovu, ombea serikali, wavua mioyo kwa sababu ya Yesu, na atakapokuwa akiwatazama watu wake, baraka zinakufikia. Ninawakaribisha wote saa 1 kesho jioni, tuje katika uwepo wake Roho Mtakatifu. Na ningeliwaomba utakapokuwa ukija huo mkutano, ninasikia ya kwamba tuwe na sadaka ya shukurani, a thanksgiving offering, tukimshukuru Bwana for those 30 days you have been so faithful to us. Tumuinulie sadaka ya upendo na tuliadhimishe jina lake. Hata kama huwa hupati nafasi ya kuja maombi siku ya Jumatatu ya kesho na kuomba kwa heshima, simamisha shughuli zote, uje tumshukuru Mungu kwa pamoja. Simama kwa miguu yako, tunene baraka, tufunge mkutano wetu. Niseme ya kwamba kuna mwito wa kutoka nje na kuleta watu kwa sababu ya Yesu. Serikali yetu tukufu ni kazi yetu kuiombea. Tunapoiombea, tukeshe maishani mwetu, kwa sababu aliyetuita ni mtakatifu. Inua mikono yako ni kuombee. Mwambie Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie, nimfanye mmoja wa wale ambao wataleta wana, wa wale ambao utawahuzisha kuleta mabadiliko katika ulimwengu. Biblia inasema ya kwamba tumepewa nguvu na uwezo wa kubadilisha mioyo ya wanadamu walio wenye dhambi, tuwalete kwa Yesu. Waliofika mwisho wa uwezo wao, tutabiri kuwezekana kwa jina la Yesu. Inua mikono yako, mwambie Yesu, nisaidie, nifanye mmoja wa wale ambao watakao hesabiwa katika kuleta kubadilisha maisha ya wengi katika jina la Yesu. Mahali unapoishi, leta mabadiliko. Kazini mwako, leta mabadiliko. Ofisini mwako, leta mabadiliko kadri ya neno lake Baba yetu. Natamani ujiombe, mwambie Roho Mtakatifu, wewe ndiye uliyenipatia neema ya kusimama siku ya leo. Ninakushukuru, ninakuinua, ninaliadhimisha jina lako. Ninakiri na kusema ya kwamba wewe ni mtakatifu. Jina lako litukuzwe. Nataka nikuombe. Weka mikono yako chini. Weka mikono yako chini. Nataka niombe na wewe. Yawezekana uko pamoja nasi na hauna Yesu moyoni mwako. La msingi ama kile kitakao kuwezesha kupata breakthrough katika kuwaleta wengi kwa Yesu, ni wakati wewe utaupata huo msaada.
kama uko pamoja nasi na haujaokoka na ungelitamani upate wokovu, niinulie mkono wako nitakuombea. Unaniambia pastor, mimi ningelihitaji Yesu. Kanisa hili huwa we don't force people to get saved. Watu huokoka kwa hiari yao. If you are together with us na niombi la moyo wako kuokoka, niinulie mkono wako. Niinulie mkono wako nitakuombea. Anybody, kuna mtu miongoni mwetu? Aha, uko miongoni mwetu. Unalohitaji, ungelitamani tumuamini Bwana, peperusha mkono wako nitakuombea. Kama uko na any need, any request, una jambo unataka tumuinulie Bwana, inua mkono wako juu sana. Asante kwa sababu ya wengi ambao wameinua mikono yao. Mungu wetu na Baba wetu, kwa jina lake Yesu Kristo, mimi pamoja na hawa wapendwa tunakushaukia kama vile Ayala anavyovionea shauku vijito vya maji, vivyo ndivyo ilivyo na nafsi yetu. Utujaze, utuinue na utupatie neema hata ya kuvua mioyo, ni kwa sababu ya ufalme wako. Ninainua maisha ya hawa wapendwa mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo, na ninaomba kutoka sasa, wewe uliye juu sana, igiria kati na ulete mabadiliko katika maisha na moyo wa kila mmoja wetu. Tunakushukuru na hata tunakuinua. Ni kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na hata tumeshukuru. Amen. Keti chini kwa dakika moja. Mungu awabariki sana kwa kufika siku ya leo. Neema ya Baba yetu na iwe pamoja nasi.